Unaweza ukajiuliza ni kwa nini kwenye fainali ya kombe la shirikisho mtu wa karibu kabisa na CAF ambaye ni Samuel Eto'o yani hakuweza kuwepo wala kuhudhuria katika fainali hizi ambazo zimekuwa zikiendelea. Yani sio tu kwenye fainali ya kombe la shirikisho, hata kwenye fainali ya kombe la klabu bingwa la CAF huwezi kumuona Samuel Eto'o. Ni swali ambalo unaweza kujiuliza, lakini nakupa majibu kamili. Sababu inayomfanya Samuel Eto'o asiweze kuonekana katika fainali za kombe la klabu bingwa ama kombe la shirikisho kiuhalisia, katika mtu anayepigania haki mpaka sasa hivi, na katika swala ambalo tayari alikuwa ameshalifahamu tokea muda kwamba kuna timu ambazo zinamilikiwa na viongozi wa CAF na wao ndio wamekuwa sehemu kubwa ya kuharibu soka la Kiafrika na kugandamiza na kuweka dhuluma kwa timu pinzani. Kwa ni taarifa ambayo nafikiri usishangae sana, kwa sababu mwamba Samuel Eto'o Fizi, mwamba kutokea Kamerun na rais pia wa nchi ya Kamerun kwenye upande wa soka, alishawahi kuandika barua na yeye mwenyewe ndo maana hataki kujihusisha na uongozi wote wa CAF. Na mpaka sasa hivi kulikuwa na oda nyingi sana wakitamani na kumuomba Samuel Eto'o aweze kujihusisha na soka na aweze kujihusisha na upande wa uongozi kwenye upande wa CAF, lakini yeye kama yeye hajawahi kuwa sambamba kabisa na viongozi wa CAF. Na hata ukijaribu kufuatilia peji ya Samuel Eto'o Fizi, usichokijua ama usichokifahamu, mwamba ana uadui mkubwa na Patrice Motsepe. Huwezi kukuta picha yoyote inayomuonyesha Samuel Eto'o Fizi pamoja na rais wa CAF. Yani ukiingia kwenye peji ama Instagram account ya Samuel Eto'o, basi utakutana tu na picha za yeye pamoja pia na mshikaji wake rais wa FIFA ambaye ni Gianni Infantino, lakini kukuta rais wa CAF na yeye Samuel Eto'o wamepiga picha, bwana, hiyo ni historia, na huwezi kukuta ameposti kwenye mtandao wake wa Instagram. Kwa hiyo hiyo ni dalili tosha ambayo inazidi kupambaniwa na Mkameruni huyu ambaye amekuwa akipambana sana. Kama kunakuwa na uwezekano, basi kombe lingine lianzishwe, na ili mradi zile dhuluma ambazo zimekuwa zikiendelea ziweze kupotoka kabisa na zisiwepo tena katika uongozi wa CAF. Yani liwepo kombe ama lianzishwe kombe lingine ambalo litakuwa pia ni kombe la CAF, lakini liwe tofauti na ambalo litakuwa linahusisha pia baadhi ya zile timu ambazo zimeonekana zikibebwa kama timu za Misri, timu za Morocco na timu nyinginezo kama timu za Algeria na sehemu tofauti ambazo zimekuwa zikionekana kabisa kwamba katika CAF na viongozi wa CAF wamekuwa wakipendelea vilabu hivyo. Bwana, cha msingi naona tukutane kwenye upande wa comment. Je, unakubaliana na mwamba ama ukubaliane naye? Nafikiri kwa siku ya leo utakuwa umeweza kugain ama kuweza kupata faida ya hiki ambacho ulikuwa ukifahamu. Hii ni Hatboy Media, tukutane kwenye upande wa comment.